Hujambo mwanafamilia wa Mbayu TV. Katibu wa Halmashauri Kuu ya Taifa neki wa Itikadi na Uenezi na Mafunzo wa Chama cha Mapinduzi CCM CPA Amos Makalla amesema kuwa Chadema wamejiondoa wenyewe kwenye mchakato wa uchaguzi kwa hiari yao na sasa hawana sababu ya kujipitisha wala kuhitaji kubembelezwa. Akizungumza Aprili 16 mwaka 2025 katika mkutano wa hadhara wilayani Newala mkoani Mtwara, Makalla amesema vyama 18 tayari vimesaini kanuni za maadili ya uchaguzi, huku Chadema wakiwa chama pekee kilichokataa kusaini kwa madai ya kutokuwepo kwa mabadiliko ya kisheria, lakini sasa wanatoa kauli zinazokinzana na msimamo wao wa awali. Na mnukuu akisema kuwa Chadema walisema wamechoka, hawatashiriki uchaguzi. Sasa kinachonishangaza ni kwamba ni kama vile sitaki nataka. Walisema bila mabadiliko ya kisheria hawatashiriki uchaguzi. Tukawajibu muda wa mabadiliko haupo, sisi tunakwenda kwenye uchaguzi. Wakasema hawatashiriki. Sasa kila kukicha wanakuja na kauli mpya, amesema Amos Makalla. Na hii ni baada ya mwanasheria wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kuzungumza kwamba wao so kwamba hawatashiriki uchaguzi, bali wanahitaji yaweze kufanyika mabadiliko ya sheria na mwisho siku wao waweze kuingia kwenye uchaguzi, na kusema kwamba kauli ya kwamba ya Chadema watu shiriki uchaguzi mkuu inapaswa kufutwa na mkurugenzi wa uchaguzi, ambapo alitoa kauli hiyo siku ambayo vyama vikiwa vinasaini kanuni za maadili, na Chadema ikaonekana kwamba ni chama ambacho hakijasaini kanuni hizo za maadili, na hivyo kuonekana kwamba kimepoteza sifa ya moja kwa moja ya kushiriki uchaguzi mkuu ambao umepangwa kufanyika mwaka huu wa 2025 itakapofika mwezi Oktoba. Kumekuwa na mvutano muda mrefu hivi sasa toka mwezi wa kwanza, ambapo uongozi mpya wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema chini ya mwenyekiti wake Tundu Antipas Lissu uweze kuingia madarakani wamekuja na agenda no reforms no election, agenda ambayo imekuwa ikisisitiza kwamba lazima mabadiliko ya sheria yaweze kufanyika ili kusudi Chadema waweze kuingia kwenye uchaguzi mkuu, uchaguzi ambao utafanyika mwaka huu. Kama hawatafanyika mabadiliko, basi uchaguzi watauzuia usiweze kufanyika, lakini serikali imezidi kusisitiza kwamba uchaguzi upo pale pale. Mwezi wa 10 uchaguzi utafanyika, na tumeona jitihada za kuandikisha wapiga kura zinafanyika, hamasa inafanyika. Ni dhahiri shairi kwamba uchaguzi utafanyika, na tumeona baadhi ya vyama vimekwisha kuanza kutangaza wagombea wake kwa nafasi mbalimbali za ubunge, urais, lakini pia kwa Chama cha Mapinduzi Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hivi sasa ameweza kupitishwa kuwa mgombea wa urais na makamu wake akiwa ni Dr. Emmanuel Nchimbi. Lakini kwa chama cha ACT Wazalendo hali kadhalika tumeona wameweza kupitisha mgombea, na kwa Chama cha Mapinduzi pia wameweza kutangaza muda wa kuanza kuchukua fomu kwa wagombea wa ubunge na udiwani, kwa maana Juni 28 watakwenda kuanza kutoa fomu hizo, ambapo awali ilipangwa fomu hizo zianze kutolewa tarehe 1 ya mwezi Mei, lakini wameweza kusogeza mbele mpaka tarehe 28 mwezi Juni mwaka huu wa 2025. Kwa tunaona ni katika harakati za kuhakikisha kwamba wanatafuta mazingira ya kuweza kupata wagombea watakaoshiriki katika uchaguzi ambao utafanyika katika muda husika wa mwezi wa 10. Hii ni Mbayu TV, ni kukumbusha kama bado haujasubscribe katika YouTube channel yetu, basi hakikisha kwamba una subscribe, lakini pia ni kukumbusha kwamba kama bado haujalike katika posti hii, basi hakikisha kwamba una like, bila kusahau kutufuata pale katika akaunti yetu ya Instagram. Sisi huko tunapatikana kwa jina la Mbayu TV, tufuate huko kwa ajili ya kushare vitu vingi zaidi. Ni David Edward wa Mbayu TV.